Jeshi ni muhimili unaojitegemea, jeshi la jitegemea. Unaweza usiliweke kwenye muhimili, lakini jeshi la jitegemea. Na hata wanaposema kwamba rais ni amiri jeshi mkuu, ushanifahamu, lakini kwa sheria, kwa kikatiba, ndio ukae ukijua kwamba nchi yetu imebagazwa na kubaguzwa kama alivyosema Balozi Polepole, kwamba hivi likitokea lolote, iko hivi, nchi likitokea lolote kwamba rais amepigiwa kura za kutokuwa na imani naye, Kiingereza kizuri wanasema vote of no confidence, huwa kinachofanyika ni kwamba ama atakayechukua nchi ni spika wa bunge, ana ukubwa huo, ama jeshi. Sasa sikiliza, juzi kabla ya uchaguzi aliongea huyu aliyeandika katiba anaitwa Warioba, aliongea akasema jeshi ndio pekee ambalo limekaa kwenye misingi yake ya kizalendo, ndio ambalo linafanya nini, linafanya kazi zake kwa kujitegemea lenyewe. Kumbe maskini kwa innocence yake alikuwa hajajua ambayo alikuwa ameshapenyeza jeshini. Na ndio kile ambacho watu waliaminishwa, kumbe jeshi kuna kila aina ya chawa. Kwa hiyo kule ndani ya jeshi kuna ambao ni waaminifu, wao wamekunywa maji ya bendera, watalifanyia kazi. Kuna ambao ni wa mishahara, ushanifahamu, na kuna ambao sasa ni wa machawa. Wale wa mishahara ni kwamba mimi nafanya nikiambiwa amri kama inavyosema nafanya, lakini kuna ambao ni wasomi, wanaufahamu kabisa, na ndio ambao mpaka leo wako kwenye dinayo. Dinayo maana yake ni nini? Dinayo maana yake ni mtu ambaye akiona kitu kimefanyika anajilaumu yeye, anasema hii imetokea kwa ajili yangu. Ndio hawa wanajeshi ambao unasikia wako kujidinayo, kwamba wanaona jinsi ambavyo watu wamepigwa risasi za vichwa, jinsi ambavyo watu wamefumuliwa mautumbo, wanasema hii haikutakiwa kuwepo Tanzania. Kama mimi mwanajeshi natoka naenda Kongo kulinda amani ya wazawa wa Kongo, kama natoka naenda Sudani na manchi mengine naenda kulinda amani, sasa maana yake nini mimi kuitwa mwanajeshi? Ndio hilo neno ambalo walisikia wako kwenye dinayo. Shaona? Kwa hiyo sasa hapo kuna fikiria, kuna mpasuko CCM, kuna mpasuko kwenye bunge, kuna mpasuko kwenye jeshi, kuna mpasuko kila kona. Kwa hiyo huyu mama kitu gani ambacho ameamua kukifanya? Alichokifanya yeye ni kumwaga miji hela tu. Mwaga miji hela, lakini kuna nyakati hela inapita ubinadamu. Kwa hiyo kuna nyakati hela inapita nguvu ya watu. Kuna nyakati hela inapita kusudi la uumbaji. Hali ni kwamba kulikuwa kuna kikao cha usalama na ulinzi wote pamoja na rais. Yaani vikosi vya ulinzi vyote, jeshi nini yote, wameakubali maandamano. Wamesema asibugziwe mtu yoyote wala asipigwe. Kwa hiyo kazi kwetu sasa, maandamano yapo, lakini yani wao walikuwa wanajadili tutafanyaje ili mtu asipigwe. Ndio hicho ndio kinafanya wajadiliane. Tufanye vipi ili mtu asipigwe? Yani kikao kilikuwa kinasema kwamba watu wasiguswe. Basi hapo ndo wanajiuliza watumie mbinu gani ili watu wasiguswe. Hilo ndo limekuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo ndio hivyo sasa. Sisi hapa cha msingi tufanyeni juu chini, tutoke. Ndio maana wametengeneza wizara ya vijana. Ile wizara ya vijana wameitengeneza kimkakati kwa ajili ya kupunguza hiyo kero ya hawa watu wa kutoka kwenye maandamano. Waambieni kabisa hao vijana wanaoenda kuhojiwa, kama hata wanaenda kusikiliza, nyie mnaoenda kuweka kwenye comment andikeni sasa huo ni mtego tu. Msiwatilie manani. Walikuwa wapi siku zote kuwasamini nyie? Mpaka leo walivyowaua ndio wamekuja kuanza kuwaona nyie ni mna thamani. Walikuwa wapi? Wakina Heche hao kina Tundu Lissu wamepiga makelele kweli, jamani hebu tufanyeni maridhiano kabla ya uchaguzi. Wangapi wale mpaka Heche kuna siku anamwambia kabisa, mama tawala hata miaka 3, lakini ikiisha 3 hebu weka utawala fulani hivi wa kidemokrasi. Lakini wapi? Watu walikuwa wameziba masikio. Saizi eti wamekuwa wazuri kwa sababu misaada imekataliwa. Na hiyo na hizo hela walikuwa wapewe mwezi wa pili. Hizo hela ambazo zimezuiliwa. Na kulikuwa kuna zingine tena zinakuja. Kwa hiyo
nchi itatetereka. Yani hiyo hata msidanganyike, lazima itatetereka. Lazima. Na kutetereka kwake mtaijua baada ya kukamuliwa nyie huko. Mtakuwa mnapigwa kodi mpaka mnachanganyikiwa. Ukisikia neno kwamba tutatumia pesa za ndani, wewe lisikie tu hilo neno, tulisikia hivyo hivyo. Lisikia hilo, yani wewe lisikia hivyo hivyo, tutatumia pesa za ndani. Ungekuwa unajua maana yake hiyo. Yani ukijua maana yake hiyo kwamba tutatumia pesa za ndani, ndio mtakuwa mtajua hapo sasa. Kwa hiyo tutap the screen leo. Atakuwepo huyo, lakini atakuwepo hapo kwenye comment, na baadaye kama hizo voice zake nitawasikilizisha, lakini ndio hivyo. Kwa hiyo tujitahidini sana sana sana. Tujitahidini sana. Tujitahidini sana kutoka. Tujitahidini sana kutoka. Kwenye kutoka ndio kutatuletea manufaa. Kwenye kutoka ndio kutakakoleta manufaa. Bila kutoka ni kazi bure. Hapa kwenye live kuna watu wengi sana wabaya. Wengi kweli kweli. Alafu hao wabaya wenyewe ni Watanzania ambao ni mabumunda. Ndugu zenu wameuliwa karibu 10,000. Alafu bado mnatetea wauaji. Watu kama hao hivi mnawaweka katika grupu gani? Mtu ataanza kukuambia eti kwamba eti nchi tunataka iwe na amani. Sasa itakuwaje na amani? Mwingine anakula mandazi hadi anayatupa jalalani. Mwingine hana hata ile chai agusi. Alafu wewe unaniambia kuna amani. Hivi nyie mnapata wapi nguvu ya kutetea hawa? Nyie ambao mnakutetea sijui kataa maandamano. Ni kwa sababu ya elimu. Elimu ya Mtanzania ndio inayomsababishia yote haya. Elimu ndio inasababisha yote haya. Angalieni vuguvugu saizi la dunia nzima likoje. Sasa hivi, angalia sasa hivi Afrika zinakimbilia nchi karibia 10 saizi zinachukuliwa na majeshi. Wao nadhani wanaochukua majeshi ni wajinga. Wanaochukua majeshi kwa sababu wanaona nyie raia mwatendei haki. Huu pepo mnaoona si Madagascar, si kama jana mmeona tena Guinea Bissau, mnapoona Guinea Conakry, mnaoona hapo Mali, Chadi. Hivi mnadhania wao wanachukua hizo nchi? Sudani. Unadhani wanazichukua kwa kutaka? Wanazichukua zile nchi baada ya wale tunaowapa watawale kiraia, wanaweka ndugu tupu. Kwa mfano mnaona hata sisi saizi nyumbani, wote ndugu. Ilikuwepo ingine kule alikuwaga anaitwa si Alibongo kule si wapi Gabon. Ndugu tupu. Sasa serikali za Kiafrika zina ubinafsi wa hali ya juu. Kiongozi yeyote akipata anataka ukoo wake mzima watajirike, mpaka aanze kuangalieni nyie raia lini. Sasa nyie mnakosa wapi, mnapata wapi nguvu ya kutetea ndugu zetu walivyofumuliwa vichwa vile? Angalieni video zingine zimetoka mpya. Zimetoka video mpya. Kijana amewekwa kwenye Land Rover, sio kwenye Defender, akashushwa naambiwa kimbia. Baada ya kukimbia na wakamshuti. Hivi mnapata wapi nguvu wa Tanzania?